Kwenye kupatikana kwa goli la pili, mtu wa kwanza kabisa ambaye anapaswa kupongezwa ni Morris Abraham kwa namna ambavyo alivyopokea mpira, akawa na utulivu wa kutosha na kuangalia ni sehemu gani sahihi ambayo anaweza akaipiga ile pasi, kwa maana ule mpira target yake au dhamira yake ilikuwa ni kupiga penetration pass, ambayo kimsingi ile penetration pass wazo lake lilikuwa sahihi na hata eneo alilopiga ilikuwa ni sahihi, lakini kwanza nguvu aliyoweka nyuma ya ule mpira, kwa maana nguvu aliyoitumia kupiga ile pasi ilikuwa nguvu ndogo sana. Lakini cha pili ikakutana na wale mabeki wawili wa JKT Tanzania, Pasco Musa na mwenzake, ambao wali-intercept ule mpira, lakini kwa bahati mbaya Pasco Musa ambaye alikuwa kwenye nafasi nzuri zaidi ya kucheza akawa ameinua mguu zaidi, kiwango cha kwamba kukawa kuna uwazi wa kutosha ule mpira kupita, na ndipo ulipomfikia Soa na kufunga. Kwa hiyo kitu ambacho ni special kwenye lile bao ni utulivu kwanza wa Morris Abraham ambao alikuwa nao, na unaweza kuona toka ameingia alikuwa na game nzuri sana. Alikuwa msumbufu kwa beki wa JKT Tanzania bwana Anuari Kilemile, ambaye alikuwa na wakati mgumu sana toka ambapo Morris Abraham alipoingia. So kwangu mimi ukitaka kusema ni nani anastahili pongezi kwenye lile bao, Morris Abraham anastahili kupongezwa kwa kupatikana lile bao. Haikuwa offside kwa sababu wakati Morris Abraham anauacha ule mpira, Jonathan Soa hakuwa eneo la kuotea. Yani Jonathan Soa hakuwa mchezaji wa pili kutoka kwa golikipa, wala hakuwa mchezaji wa pili kutoka kwa beki wa JKT Tanzania. Jonathan Soa ukichukua na golikipa, yeye alikuwa ni mtu wa 4 kutoka langoni, golikipa, mabeki wawili wa JKT Tanzania na yeye. Kwa hiyo wakati Morris Abraham anaachia ule mpira unatoka kwenye mguu wake kwa mara ya kwanza, kulikuwa kuna almost watu 3 ambao walikuwa mbele ya Jonathan Soa, ambapo alikuwepo golikipa bwana Ngozo, lakini pia alikuwepo Pasco Musa na mwingine ambaye sikumbuki vizuri, lakini alikuwa ni beki wakati naye ambaye alikuwa anacheza kwa kushirikiana na Pasco Musa. So kwangu mimi it wasn't offside kabisa, kwa sababu kwa mujibu wa utaratibu wa mpira wa miguu offside inahesabika pale tu mpira unapokuwa unatoka kwenye mguu wa mpiga pasi ile ya mwisho. Na wakati Morris Abraham anaachia ule mpira, Jonathan Soa hakuwa kwenye eneo la kuotea. Ni sahihi wakati mpira unawafikia mabeki wa JKT Tanzania, Jonathan Soa tayari alikuwa ameshavuka, ameshakuwa mbele zaidi ya wale mabeki wawili, ambao kimsingi kama pasi ingepigwa akiwa kwenye eneo lile ambapo mpira ulimkuta ilikuwa ni offside ya wazi. Lakini kwa sababu yeye alikuwa na spidi kali kuliko mpira, ndio maana nilisema wakati Morris Abraham anawacha ule mpira nguvu yake haikuwa kubwa sana, kwa hiyo mpira ulikuwa na spidi ndogo. So spidi ya Jonathan Soa ilikuwa kubwa kuliko ya mpira, ndio maana ikalazimika au subiri kwanza mpira umfikie then ndio aweze kupiga langoni. Lakini hapo hata kama isingekuwa na spidi kali, au hata kama angekuwa na spidi kali kiasi gani, tayari pale kuna involvement ya mchezaji wa JKT Tanzania kucheza ule mpira, ambapo Pasco Musa aliugusa ule mpira tena kwa makusudi, sio kwa bahati mbaya, aliugusa ule mpira kwa makusudi. Ni vile tu alipunguza umakini, lakini alikuwa na dhamira ya kuucheza na aliucheza, lakini ule mpira kwa bahati mbaya kwa umemponyoka. In one way or another unaweza ukasema ile ilikuwa ni indirect pass kutoka kwa beki wa JKT Tanzania kwenda kwa Jonathan Soa, kitu ambacho kina halalisha nafasi ya Jonathan Soa kuwa ni halali. Kwa hiyo involvement ya beki wa JKT Tanzania kucheza ule mpira, lakini vile vile wakati mpira unatoka kwenye miguu ya Morris Abraham, Jonathan Soa hakuwa ameotea. Ni vile tu alikuwa na spidi kali kuliko mpira, ndio maana alienda mbele zaidi ya mpira, ikalazimika kusubiri ule mpira. Lakini vile vile tayari alikuwa ameshakata tamaa kwa kujua kwamba
Pascal Musa ule mpira ataucheza, lakini kwa isivyo bahati kwa Pascal Musa aliucheza bila umakini, ukawa umemponyoka na Jonathan Soa akafunga. Kwa hiyo kwa namna yoyote ile, kwa vigezo vyote vile vya offside, Jonathan Soa hakuwa ameotea na linabakia kwa bao halali.